Hujambo mpenzi mtazamaji na karibu kwenye YouTube channel yetu. Sura ya kisiasa nchini Tanzania imezidi kuchukua mwelekeo mpya wa ushindani na shinikizo kali ya kiutawala baada ya mwanasiasa machachari wa upinzani John Heche kutoa hotuba nzito inayolenga kuchochea vuguvugu jipya la mabadiliko ya kikatiba na kijamii nchi nzima. Katika maelezo yake yaliyosambaa kwa kasi na kuibua mijadala miwewe, Heche ameweka wazi mpango mkakati wa vyama vya upinzani unaoanzia ngazi ya juu ya vikao vya ndani vya kukichambua hadi kufikia mikutano mikubwa na maandamano ya umma katika kila wilaya, kata na kijiji nchini Tanzania. Lengo kuu la harakati hizi ni kuishinikiza serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kuruhusu mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya, akidai kuwa wananchi wanahitaji mifumo thabiti ya kisheria itakayohakikisha usawa wa kiuchumi na mgawanyo wa haki wa rasilimali za taifa. Mkakati huu mpya wa mapambano ya kisiasa umeanza mkoani Lindi katika wilaya ya Kilwa, eneo ambalo kihistoria na kijiografia lina utajiri mkubwa wa nishati ya gesi asili, lakini limekuwa likilalamikia kuachwa nyuma kimaendeleo. Akiwa mbele ya umati mkubwa wa wananchi waliojitokeza kumsikiza, John Heche ametoa wito wa kipekee akitaka wananchi hao kuonyesha mikono juu kwa ishara ya kukabiliana na safari hiyo ya mapambano. Mwitikio wa umma ulikuwa mkubwa ambapo wananchi walinyoosha mikono yao kwa shangwe huku wakisikika wakipiga kelele za kauli mbiu People's Power, kuonesha utayari wa kuungana na viongozi wa upinzani katika kushinikiza mageuzi ya kiuchumi na kikatiba ili kupunguza kile wanachokiita uonevu na ukosefu wa usawa unaofanywa na mifumo ya utawala uliopo madarakani. Kiini cha kwanza cha hotuba ya John Heche kimejikita katika kufafanua mlolongo wa hatua zinazopangwa kutekelezwa nchini nzima ikiwa kilio cha katiba mpya akitasikilizwa. Mchakato huo unaotajwa kuanzia kwenye ngazi ya kitaaluma unajulikana kama kikao cha Littoral, ambapo viongozi, wanasheria na wachambuzi wakuu wanaketi pamoja kuweka mikakati thabiti ya kisheria na ya kisiasa. Hatua iliyofuata ni ufikishaji wa ngazi za chini kwa viongozi kusafiri na kufanya mikutano ya hadhara katika kila wilaya ili kuamsha elewano wa mwananchi kuhusu haki zao. Heche ameonya wazi kuwa iwapo serikali itajaribu kuzuia au kusitisha mikutano ya sauti zao, hatua hiyo italazimishwa maandamano makubwa yasiyo na mfano yatakayomtoa kila mwananchi nje hadi watoto wadogo katika kila kata na kijiji, hali inayoweza kusababisha nchi kuwaka moto kisiasa na kiutawala kutokana na hasira za wananchi. Sambamba na mikutano hizo, msisitizo mkubwa wa hotuba hiyo umewekwa kwenye dhana ya umiliki wa nchi na haki ya kuzaliwa ya kila raia. Heche ametumia ujumbe wa moja kwa moja kwa Rais Samia Suluhu Hassan akimwambia hii nchi sio mali yako, ni mali yetu sote, akilenga kumkumbusha mkuu huyo wa nchi kuwa uongozi ni wa dhamana tu aliyopewa na wananchi na kwamba Tanzania ni mali ya Watanzania wote kwa usawa. Alitumia hoja za kiimani. Mwanasiasa huyu ameeleza kuwa kila mwananchi amezaliwa ndani ya mipaka ya Tanzania ili kwa makusudi kamili ya Mwenyezi Mungu na hakuna mtu anayekuja humu nchini kwa mwaliko wa barua kutoka kwa kiongozi yeyote. Hivyo kila raia ana haki ya msingi na ya kimungu ya kufurahia maisha na usalama ndani ya ardhi ya babu zako bila kugabaguliwa au kutishiwa.
Hoja nyingine nzito iliyotawala hotuba ya John Heche ni uhusiano wa moja kwa moja kati ya utajiri wa rasilimali za taifa na umaskini uliokithiri unaowakabili wananchi wa kawaida. Tanzania imebarikiwa kuwa na utajiri mkubwa wa rasilimali ikiwemo madini ya dhahabu na akiba mkubwa wa nishati ya gesi asilia inayopatikana maeneo ya kusini mwa nchi ikiwemo Kilwa na Lindi. John Heche amehoji kwa ukali ni kwa nini wananchi wafisadi matunda ya utajiri huu wakiwa hapa duniani. Akitumia mifano ya kiishara, amehoji pengo kubwa la kiuchumi lililopo nchini ambapo mwananchi wa kawaida analalamika kula dagaa kila siku huku kundi ndogo la viongozi likila samaki na vyakula vya kifahari. Ameweka wazi kuwa kila Mtanzania anatamani kulala mahali pazuri, kupata matibabu bora katika hospitali za kisasa na kuendesha au kusafiri kwa magari mazuri na ya kisasa kama vile Toyota Land Cruiser inavyotumika na viongozi wa ngazi za juu wa serikali kwa gharama za walipa kodi. Jambo lililoamsha hisia zaidi katika hotuba hiyo ni hatua ya John Heche kutoa changamoto kubwa kwa taasisi za viongozi wa dini nchini, akitumia mifano ya mafundisho ya kidini ikiwemo ile ya Kiislamu inayohusu namna ya kufika pepo ya Firdaus na kupata heri za akhera. Heche amepinga vikali mtindo wa baadhi ya viongozi wa kiroho kuwasihi na kuwafundisha wananchi kuvumilia umaskini, njaa na mateso ya duniani kwa ahadi za kwamba watakuja kupata maisha bora na ya kifahari mbinguni au peponi pekee. Amewataka viongozi wote wa dini nchini kuwaeleza waumini wao ukweli kwamba maisha mazuri na ya haki yanapatikana kuanzia hapa duniani kupitia mifumo miadilifu ya utawala bora kabla ya kwenda kumalizia raha hizo huko akhera. John Heche amebainisha kile anachokiita unafiki wa baadhi ya viongozi wanaohubiri uvumilivu wa umaskini huku wao wenyewe wakifurahia maisha ya kifahari na kuendesha magari ya kifahari yanayotokana na michango ya waumini masikini. Muktadha halisi wa kisiasa na kiuchumi nchini Tanzania kwa sasa unathibitisha uhalisia wa mambo haya yanayozungumziwa. Dai la mabadiliko ya katiba mpya limekuwa ajenda ya muda mrefu na ya afya na vyama vikuu vya upinzani kama vile Chadema na ACT Wazalendo pamoja na asasi mbalimbali za kiraia tangu kukwama kwa mchakato wa rasimu ya Warioba mnamo mwaka 2014. Ingawa tangu kuingia madarakani Rais Samia Suluhu Hassan kumekuwepo na jitihada za kufungua uwanja wa kisiasa kupitia falsafa ya R4 ikihusisha maridhiano, ustahimilivu, mageuzi ya kujenga upya upinzani baada ya ushinikizo. Msimamo wa mageuzi ya kisheria yanapaswa kwenda kwa kasi ili kuhakikisha chaguzi zijazo zinakuwa huru na za haki. Vilevile, mijadala kuhusu usimamizi wa mikataba ya madini ya dhahabu na uwekezaji wa gesi asilia mkoani Lindi ingekuwa ikichukua nafasi mkubwa katika uchumi wa taifa, huku wananchi wengi wakitaka kuona athari chanya za rasilimali hizo katika kupunguza gharama za maisha na bei ya